Wahitimu wa kada ya ualimu katika chuo cha ualimu Singida wametakiwa kutobweteka, badala yake waende kujitolea katika shule za msingi za halmashauri zao, huku wakinufaika na ajira za muda zitakazotolewa. Wito huo umetolewa na mkuu wa chuo cha ualimu Singida STC Mwalimu Chazi Mayombo kwenye mahafali ya 19 ya chuo hicho. Akiongea amesema waliohitimu kwanza wasiende kubweteka kukaa vijijini. Na bahati nzuri mwezi wa 3 serikali imetangaza kila halmashauri iandae budget ya kuajiri kwa muda, wasikae tu vijijini. Iwaajiri kwa muda, wafundishe kwenye shule zilizopo kwenye maeneo yao. Kwa hiyo mwito wangu mkubwa, waende wakajiunge na hiyo fursa iliyopatikana, lakini baadaye ni mwito wangu mkubwa waje wajiunge na diploma ili kusudi waendane na mitaala hii iliyoboreshwa ya serikali. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu na mmiliki wa chuo hicho Martin Makuza amewatangazia neema ya punguzo la ada ya shilingi 1,500 kati ya 800,000 kwa mwaka kwa kila mwanafunzi atakaendelea na masomo ngazi ya diploma. Kwa hiyo hii ni graduation ya mwisho. Kulingana na mtaala mpya, hakuna tena cheti au mtihani wa GATS, ukiacha huu mtakaoanza mwezi ujao tarehe 5. Lakini sina hakika kama mmejiandaa kwa kiasi gani, ila mimi nataka nitoe zawadi, kwa sababu mtihani wa grade A unaisha na matokeo yatatoka mwezi wa 7, na mwezi wa 7 tuna intake ya diploma, na wewe inakuhusu. Nasema nitawalipia ada 150,000 nitalipa mimi. Sio kama mnanielewa? Wale wampakao kuwa tayari kurudi kuja kuchukua diploma, badala ya kulipa 800,000 kwa mwezi, watalipa 650,000 kwa mwaka. Kwa hiyo kwa miaka miwili utalipa bei gani? Milioni ngapi? Hivi una sababu ya kukosa hii kweli? Na wale ambao ni PC ambao nao watafanya mtihani wa form 6, na wao nitawalipia 150,000 kama nyinyi. Mtendaji mkuu wa kijiji cha Nyuki mkoani humo Philemon Jafeti Efemi ndiye aliyekuwa mgeni rasmi, ambapo ameahidi kukipa chuo hicho projekta yenye thamani ya shilingi milioni 1 kwa ajili ya kufundishia wanafunzi, pamoja na kuwakaribisha wahitimu wote kutembelea kijiji cha Nyuki ili kujifunza pamoja na kuburudika kwa gharama zake. Kwenye uongozi wa chuo hiki ninaona kama nafaa kutumika kwenye eneo hili, hasa kwenye ushauri na kufanya ushauri wa kudumu. Yaani mimi nitajitolea kutoa ushauri wa kudumu katika, yani ushauri tu. Kama mna vikao vyenu mnatafuta maarifa, mimi nije niuze mawazo kwenu. Kwa sababu mimi raha yangu ni kuona chuo hiki kimeendelea, kimefika mahala. Mnanielewa vizuri? Kwa changamoto nyingi ambazo ziko hapa zitaletwa hapa na mawasiliano mazuri ambayo tunao pamoja na nyie, pamoja na ushirikiano ambao nitautoa kwenye hili eneo. Kwa sababu mimi sitoi kitu ili mtu aone leo, natoa kusaidia watu watakaoishi hapa miaka 100 ijayo. Na ndio maana nimewaeleza tunaweza kuishi kwenye reality. Tuna uwezekano wa kuishi kwenye nini? Kwenye reality. Kwenye hizi changamoto kulikuwa na yale ambayo naweza kuyatatua mimi sasa hivi. Sababu yapo ambayo naweza kuyatatua sasa hivi na yapo ambayo yanahitaji vikao. Kwa mfano kuna vitu ambavyo ninavyo mimi na naweza kuvitoa tu sasa hivi. Kwa mfano kwenye hii changamoto wanasema uhitaji wa projector
Projector kesho nitaileta. Kwa hiyo kesho nitaleta projector yenye thamani ya milioni 1. Hiyo projector itatumika katika matukio mbalimbali mlionayo, kufundishia, sherehe, kuangalia mpira, kufanya nini katika mabwalo yenu. Projector hiyo kuona watu wa ICT wanajua namna ya kuiunga na kingamuzi na kuiproject kwenye nini, kwenye ukuta, watu wako wanakula raha tu. 160 wanyoshe mkono, wale ambao wako 160 darasani kwao. Au tofauti hao 190, wote 190. Sasa ninahitaji muda wa siku nzima kuja kukaa kwenye kijiji cha Nyuki ili muweze kupata chai, chakula cha mchana, tarehe 2 mimi nitatuma magari hapa yaje yawachukue. Sawa? Yaje yawachukue, mtapata mafunzo kiasi kuhusu kijiji cha Nyuki, kwa sababu kwa muda, ili tusiwakaraishe wale wazazi. Wazazi unajua hawajazoea kwa muda mrefu, na sasa hivi wameacha wadogo zetu kule nyumbani. Sasa wengine walishaanza kusema bwana tunaondoka sasa hivi. Lakini wote mtapata nafasi ya kuonja vumbi la Singida. Vumbi la Singida ni chakula pekee ambacho kina virutubisho vyote kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo mtapata nafasi ya kuonja ili muimarishe afya zenu mnapoenda kujiandaa na maisha ya uraiani. Mzazi huyu akapata nafasi ya kuzungumza machache. Mimi naitwa Victoria Sande Mshanga. Nimetokea Haydom na mtoto wangu anasoma kwenye chuo hiki, na nimeshukuru sana amehitimu katika hiki chuo. Na ninaomba tulipofika hapa tumepokelewa vizuri na tumekutana na umati mkubwa wa watu wengi. Kwa hiyo ninaomba watu wote waliokuja hapa, najua shule imeshahadisia changamoto ya shule hii kwamba kuna watoto ambao walishindwa ada, kuna wengine waliumwa wakarudi manyumbani. Lakini kitu ninachoomba watu wote walioko hapa wakirudi manyumbani, watoto wao waliomaliza form 4 waweze kuwaleta tena kwenye chuo hiki, na chuo hiki kinafundisha vizuri na kinapokea watoto ambao wamemaliza form 4. Na shule hii nilivyoona kwamba ina heshima, watoto wanavaa nguo safi zenye kufika miguuni, na walimu wao wako juu kuwafundisha vizuri na hamna mtoto yeyote aliyefeli. Jumla ya wahitimu 190 wamehitimu masomo yao, huku walimu wa malezi ya watoto wakiwa 77 na grade A 113 katika chuo hicho kinachotajwa kufanya vizuri katika mafunzo ya kada ya walimu mkoani humo. John Israeli, Banda Media, Singida.